Rais wa Marekani Donald Trump amewaita viongozi wa Ulaya kwamba ni dhaifu. Hata hivyo, amesema EU imekuwa waropokaji na viongozi wake wamekuwa ni dhaifu mno. Rais huyo amewakosoa viongozi hao kwa kuwaita wadhaifu na kusema Marekani inaweza kupunguza msaada kwa Ukraine. Katika mahojiano ya kina na mtandao wa habari wa Politico, Trump alisema nchi za Ulaya ni dhaifu na zimeshindwa kudhibiti uhamiaji au kuchukua hatua madhubuti kukomesha vita vya Ukraine na Urusi, akiwashutumu kwa kuiacha Kiev ipigane hadi ianguke. Viongozi hao wa Ulaya wamefanya majaribio ya kuonyesha jukumu katika juhudi zinazoongozwa na Marekani za kukomesha vita ambavyo wanahofia vitaathiri maslahi ya muda mrefu ya bara hilo kwa ajili ya suluhisho la haraka. Akijibu hoja ya waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Ivan Cooper aliyesema alichokiona barani Ulaya ni uimara, ametoa mfano wa uwekezaji katika ulinzi pamoja na ufadhili wa Kiev. Aliongeza kuwa marais wawili walikuwa wakishughulikia mchakato wa amani, akimrejelea Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku rais mmoja Putin hadi sasa akiendelea tu kuzidisha mzozo huo kwa kutekeleza mashambulizi zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora. Hata hivyo, Trump aliendelea kuongeza kuwa shinikizo kwa Zelensky kuunga mkono makubaliano ya amani, akamhimiza kuwa tayari kutoa ushirikiano kwa kukabidhi eneo kwa Moscow. Urusi imezindua operesheni yake kamili nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Hata hivyo, Zelensky kutokana na mvutano huo aliandika kwenye mtandao wa X baadaye akisema Ukraine na Ulaya zilikuwa zikifanya kazi kikamilifu kuhusu vipengele vyote vya hatua zinazowezekana ili kukomesha vita, kwamba vipengele vya Ukraine na Ulaya vya mpango huo sasa vilikuwa vimeendelezwa zaidi. Hata hivyo, mwanadiplomasia mkuu wa umoja huo Kaja Kallas amesema ukosoaji wa rais wa Marekani Donald Trump kwa umoja wa Ulaya ni uchochezi. Ametoa maoni hayo alipokuwa akihutubia kamati ya bunge la Ulaya siku ya Jumanne wakati mahojiano na Trump yalipochapishwa, ambapo alidai kuwa Ulaya ni dhaifu na iliyooza, siku chache baada ya kuchapishwa kwa mkakati wa usalama wa kitaifa wa Marekani NSS na ikulu ya White House. Hati hiyo inaonya kwamba Ulaya inakabiliwa na kufutwa kwa ustaarabu kupitia sera ya uhamiaji na kukandamiza upinzani wa kisiasa. Kallas alikataa shutuma hizo, akisisitiza umoja wa Ulaya ndio kiini hasa cha uhuru na kupendeza, kwamba ukosoaji wa Marekani unafanywa kwa uchochezi ili kuchukua hatua. Hapo awali, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa pia alipinga mkakati mpya wa sera ya nje ya Washington, haswa mipango yake ya kuunga mkono vyama vya kizalendo vya Uropa. NSS inatoa wito kwa kusimama kwa ajili ya uhuru wa kidemokrasia na sherehe zisizo za msamaha za vitambulisho vya kitaifa. Hata hivyo, Costa alionya Marekani kutoingilia maisha ya kidemokrasia ya umoja wa Ulaya, akisisitiza kuwa Washington haina haki ya kuambia watu wa Ulaya juu ya vyama sahihi na vyama vibaya. Pia alikisia kuwa Marekani na EU sasa zina tofauti katika mitazamo ya ulimwengu. Uhusiano kati ya Washington na Brussels umekuwa mbaya tangu rais wa Marekani Donald Trump kurejea katika ikulu ya White House mnamo mwezi wa Januari. Marekani na EU sasa zinagongana kwa mara kwa mara kuhusu biashara, matumizi ya ulinzi, udhibiti wa kidigitali pamoja na mzozo wa Ukraine ambao bado unaendelea kufukuta. Upande wa Ulaya wamesimama haswa na Ukraine, huku wakipinga mipango ya kumaliza vita inayopangwa na rais wa Marekani Donald Trump. Lakini pia upande wa Trump wakati mwingine umekuwa haueleweki, kama wachambuzi wa mambo wa magharibi wanavyoeleza kwamba kuna wakati umekuwa ukipigania upande wa Ukraine, lakini wakati mwingine ukisimama na Warusi. Na wakati huu unaonekana mpango wa Marekani ni kwamba unaonyesha kusimama na Warusi katika kumaliza vita hivyo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua ni nini kinachojiri duniani kupitia The World News.